Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Ikiwa imesalia chini ya mwaka moja ili Wakenya warudi tena kwenye uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027, hali ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa hapa nchini Kenya kuhusiana na utendakazi wa hii tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC chini ya Rais William Samoei Ruto. Pale 2027 uchaguzi utakuwa namna gani? Erastus Ethekon, mwenyekiti wa IEBC hapa nchini Kenya, ni wa kuaminika ya kwamba ataendesha uchaguzi ambao ni wa haki na usawa, uchaguzi ambao hautashuhudiwa visa vya wizi wa kura. Kabla sijawafahamisha kwa kina watazamaji wangu kuhusiana na ripoti ambazo tunaendelea kuzipata sasa hivi kuhusiana na mipango ambayo inaendelea kufanywa na tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC, ningependa kukuomba uweze kulike video na pia usubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo sasa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na mtazamaji, former deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa mara nyingine amevunja kimya kuhusiana na hii tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC na mambo ambayo wanapanga kwa njia moja ama nyingine ili kumwezesha William Samoei Ruto kurudi tena kwenye muhula wa pili baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2027. Ghafla hii tume huru ya uchaguzi na mipaka, watazamaji wangu, inataka kubadilisha zile election system ambazo zilitumika pale mwaka wa 2022 na walete election system zingine kutoka kule upande wa Korea. Na ile system ambayo inatoka kule Korea ni system ambayo inasemekana kwamba imekuwa ikijihusisha na wizi wa kura, imekuwa ikijihusisha na election malpractices katika nchi ambazo zilitumia hizi system kutoka kule Korea. Ni system ambazo zinajulikana kama Miru. Ni ripoti ambazo tunazipata kutoka kwa Rigathi Gachagua akisema kwamba kuna njama ya tume huru ya uchaguzi na mipaka kutaka kubadilisha ile system ambayo wanaitumia sasa hivi ya Smartmatic. Ni system ambayo tumekuwa tukitumia kuanzia mwaka 2022 tukafanya by election, na ni system ambayo kwa kweli inaonekana inaweza kuaminiwa tunapoelekea pale mwaka wa 2027. Lakini ghafla, watazamaji wangu, ripoti zinasema ya kwamba sasa ni kama wanataka kuleta system mpya, watoe hii system ambayo imekuwa ikitumika ambayo ni Smartmatic na walete hii system ya Korea sasa, na ni system ambayo inasemekana ya kwamba imejihusisha na visa vya election malpractices, visa vya wizi. Na ndio manake Rigathi Gachagua amejitokeza na kusema ya kwamba hawatakubali hilo liweze kufanyika. IEBC watatufanyia uchaguzi kutumia kwa hizi system za Smartmatic ambazo ndo zimekuwa zikitumika, kwa sababu kuletwa kwa hizi Korean IT system huenda zikaleta shida, huenda zikaleta malpractices katika maeneo William Samoei Ruto anazidi kukataliwa aweze kupatiwa kura ambazo sio za haki, kura ambazo sio za kutoka kwa wananchi. Na kwa hivyo Rigathi Gachagua anasema ya kwamba IEBC inastahili kusimama na ukweli, inastahili kusimama kulinda haki ya mwananchi, kulinda kura yake, na iingie mahali ambapo inatakikana, bali sio kwa kiongozi ambaye atapatianwa kupitia kwa hizi system mpya ambazo zinataka kununuliwa sasa hivi. Kabla sijaendelea, mtazamaji wangu, ningependa kupatia fursa uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa former deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua aki-expose mambo ambayo anataka kufanywa na hii tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC ili kumwezesha William Samoei Ruto kushinda kwa muhula mwingine. Kabla sijakuwekea video, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kulike hii video na pia uweze kushare, ndipo sasa iweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. This tender other than this South Korea, and you will see, I'm told even the competitors have gone to the Procurement Appeals Tribunal to say no, you cannot do specs that are tailor-made for a company. And I want now to challenge you as the media to go to IEBC, ask for the specs in this tender, then Google and get what this South Korean firm has, and you'll find word to word, sentence by sentence, requirement by requirement. It's a fraud. And I want to thank IEBC officials who have looked for me, great patriots of this country, who don't want anybody to mess with this country. And they are saying it is not possible to have a new system within the remaining time of 11 months. When do you do digital migration?
when even tender now has been not been awarded. By the time it is awarded, they come, digital migration. The elections are here. There is no time to interrogate. I want to recommend that the current system of Smartmatics be retained, because already they have the data, they have the experience, and we have seen them do elections. I saw in Olokalao, the system was quite okay. I don't think we have a problem with this system of Smartmatics, but it is not possible to have a new system to manage our elections between now and the election, 11 months, because they will have to migrate the data from Smartmatics to the new company. Why do we have to get data from a company that is already in the country and give it to a new entrant? What is the gain? They have already done the donkey work. They have all the data. They have the voters register. Why do you want to move that data to a new company? That is where the mischief is. They want to interfere with the voters register, especially in areas where William Ruto has been rejected. I have read the areas where they want to interfere. And they are working with PS Remo Domolo and Belio Kipsang, who are the custodians of IDs and the data of people who are registered to be Kenyans. And that is where there is mischief, and will not agree. And I want to thank the IBC officials who brought this matter to my attention. Yes, we'll see how it goes. If they insist of awarding this tender to this company, we'll challenge it, because it's not going to happen. We will not allow it, because it's totally absurd, and you can see the intention. It is clear that it is, and this is a company that has failed in every country they have been. So why do you want to bring failure from other countries to Kenya? We cannot accept. Thank you very much. Nafikiri hiyo inatosha. Ndio. Yes. File to who? If DIG Langat is a suspect, you file to who? You can only talk to the Kenyan public. Utashitaki DIG Langat kwa nani? Yeye hata ndio mkubwa ya Kaja. Kaja is the IG, but he takes orders from Langat. Where will you report Langat? You know what happened in Central Police Station, where somebody is in court after he gave instructions. Nothing was done to him. Alirudishwa kwa ofisi. So sisi kazi yetu ni kushtaki hao kwa raia. Lakini next year tutapeleka hao kotini. Lakini for now we report them to the Kenyan people. Asanteni sana, thank you very much. Asante. Watazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kusikiza, ni kweli mambo ambayo tumekuwa tukiyapata kutoka kwa Rigathi Gachagua ni mambo ambayo yamekuwa 95% ni ya ukweli. Hata sometimes mambo ambayo anasema yanakuwa 100% correct, yanaendelea kufanyika ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na kama kuna jambo ambalo viongozi wa opposition na wa Kenya kwa ujumla hawapaswi kupuuza, ni hili la tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya, IEBC, na kwa ujumla uchaguzi wa mwaka wa 2027. Wakenya wanataka kuchagua viongozi wao. Wakenya wanataka kufanya uchaguzi ambao ni wa free and fair, bila wizi wa kura ama hii system ya IEBC kupendelea kiongozi yoyote, kwa sababu vile ambavyo mambo yanataka kubadilishwa sasa hivi dakika za mwisho ni jambo ambalo huenda litafanya IEBC isifanye uchaguzi ambao ni wa haki na usawa, free, fair and credible election. Hicho ndicho kitu ambacho sasa viongozi wa the United Opposition wameanza kuona ya kwamba ni kama kuna mchezo ambao unataka kuchezwa sasa hivi, kati ya kuanzia sasa hivi na mpaka pale August ambako ndio tutakuwa tunafanya uchaguzi 2027. Ni nini ambacho kinataka kufanywa na hizi system? Mbona IEBC inataka kutoa zile system ambazo ilikuwa inatumia na kuleta system zingine? Ni nini ambacho hawataki Wakenya wajue kuhusiana na hizi system mpya ambazo wanazileta? Mbona hawataki kufanya hizi system ambazo zilikuwa pale mwaka wa 2022? Maswali ambayo Rigathi Gachagua anazidi kuuliza, na mpaka sasa hivi kimya kinazidi kutanda kwenye ofisi za tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya, IEBC. Hawajaweza kumjibu Rigathi Gachagua baada ya kuexpose mambo ambayo IEBC inataka kufanya chini ya maji. Unajua Wakenya hawakuwa wanajua kama kuna system mpya ambazo zinataka kuletwa za kupiga kura pale mwaka wa 2027 kama sio Rigathi Gachagua, na ni system ambazo zimekuwa na malpractices, ni system ambazo zimekuwa zikihusishwa na wizi wa kura katika nchi ambazo hizi system zimeweza kutumika. Na kwa hivyo hii ina maana ya kwamba hayo mambo ambayo yameshuhudiwa kwenye hizo nchi zingine zikitumia hizi Korean
IT system, ndio hizo mashida ambazo zitakuja kupatikana pale mwaka wa 2027. Na kwa mimi hapo watazamaji, lakini nyinyi sijui mnaona vipi kuhusiana na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka hapa nchini Kenya, wakati inataka kubadilisha hizi system za Smartmatic ambazo ndio ziko na data zetu zote. Hapo ndio uko registered, hapo ndio all your details ziko. Sasa mtazamaji wangu, unaona kweli tuachane na hii system ya zamani tuingie kwa hii ya Korea ambayo inahusishwa na visa vya wizi wa kura, ama tuendelee kutumia hii ya Smartmatic ambayo tumekuwa tukitumia? Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, share na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msena bado watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na habari zaidi za kuwafahamisha.